sisi ligi yetu Isaya, ligi yetu kwa miaka kadhaa, yani tangu Simba walivyoanza kufanya revolution, yani nazungumzia 2018-19 kufanya revolution kimataifa, Young Africans na wao wakaja baadaye wakaanza kufanya vizuri mpaka na wenyewe pia wanakwenda finali ya kombe la shirikisho Afrika. Ilikuwa kwa asilimia kubwa, picha kubwa ya timu hizi ilikuwa ni ligi ya DRC, ligi ya Kongo. Imeleta wachezaji wengi hapa. Yanga walianza kwa namba kubwa ya wachezaji kina Juma Shabani, yani Bangala, Mkokoto Nombe, Tuisila Kisinda, kina Jezidu Kapel Morocco, yes, akina Makambo walipita, Fisto Mayele. Ni Young Africans, Joyce Lomalisa ilikuwa wameamua kupita katika hii channel ya kusajili kutoka katika taifa la DRC. Kwa nini? Kwa sababu wakifika ndani ya ligi ya Tanzania asilimia kubwa huwa wana click, wanafanya vizuri. Na kimsingi kwenye masuala ya usajili, ukija kwenye top level ya professionalism kwenye usajili, miongoni mwa vitu ambavyo inabidi uvizingatie ni culture, utamaduni, asili ya watu ambao wanawasajili. Unaelewa? Kuna watu mnaweza mkasajili alafu wasifanane na nature yenu na utamaduni wenu. Kwa mfano, kuna siku tulikuwa tunazungumzia ngakwambia kuna mataifa yanayozungumza lugha ya Kireno, yanaitwa Lusophone countries. Haya mataifa Afrika yako 6. Lakini hapa Tanzania kwenye miaka hii, sikumbuki labda huko nyuma, lakini aliwahi kuja mmoja kutoka Angola, Carlinhos, na alifeli. Alikuja mmoja kutoka Msumbiji, Luis Mixon, na akafaulu. Umeelewa? Maana yake nini? Utamaduni wa mataifa ya Kireno na utamaduni wa mataifa yetu sisi Swahili speakers au Anglophone sio avishabiani, na kuna vitu vingi vinaenda tofauti. Utamaduni wa vitu vingi vinaenda tofauti. Lakini utamaduni wa DRC, of course DRC wamekaliwa na Mfaransa na Mbelgiji pia amekaa, lakini utamaduni mkubwa ambao tunashare sisi na DRC ni lugha. Umeelewa? Sehemu kubwa hususan ya mashariki wanaongea lugha ya Kiswahili. Kinshasa wanaongea Lingala na French. Lakini ukija kuangalia asilimia kubwa ya wachezaji ambao wanacheza hata Kinshasa na Vita Club, wengi wamepitia mashariki. The like of na Rosel and Tuisila Kisinda wamepitia mashariki, kwa maana ya Kindu huku ambako Kiswahili kinazungumzwa. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yanafanana na huku kwetu. So kwenda DRC, soko letu kuwa DRC ilikuwa inafanana kabisa, kwa sababu wakija hapa utamaduni unakaribiana, unashabihiana, na walikuwa wanafaulu. Umenielewa? Sasa baada ya hapo, baadaye ndo zikaja timu nyingine, of course, na Simba baadaye akaja kusajili wachezaji kina Henok Kinonga wale nini wengi, timu nyingine mbalimbali za hapa Tanzania. Ukiachana tuna hizo mbili, nyingine ikawa soko liko Kongo. Yaani soko la Kongo ni kubwa, na ukiangalia kwa haraka tu wachezaji ambao wanacheza hapa Tanzania kwenye miaka takriban 10 iliyopita, wengi wametoka DRC, kwa maana wale wa kigeni wengi wametoka DR Congo, si ndio? So ndo sasa hivi Ivory Coast inaonekana ni chaka jingine. Ni sehemu za miaka ya nyuma zaidi ilikuwa tunasajili popote, yani randomly tu unachukua Ghana, unachukua Msumbiji, unachukua Zimbabwe, unachukua kila sehemu tulikuwa tunachukua. Lakini baada ya kujipata tuna nguvu sasa, tunayafuata yale mataifa ambayo yana uwezo, pia tunaenda kuchukua wachezaji kule. Kwa hiyo Ivory Coast ndio chaka la kusajili wachezaji. Lakini hapo Ivory Coast pia sasa hivi kwa ligi zote za Afrika ya Magharibi, Ivory Coast ni miongoni mwa powerhouse country katika mpira wa Afrika. Katika ligi zote za Afrika ya Magharibi ambako Ivory Coast pia wanatokea, ligi ya Ivory Coast ndo ligi stable, ndo ligi imara, ndo ligi bora kwa Afrika ya Magharibi sasa hivi tunapozungumza. Hata ukienda kwenye club level, kwenye mahadhi ya kimataifa, Ivory Coast ndo iko juu pale katika ligi zote za Afrika Kaskazini, Afrika Magharibi. Timu yao beta team kutoka Afrika ya Magharibi ni ASEC Mimosas kwa sasa hivi. Royal Athletic walikuja hapa kutoka Guinea, lakini wenyewe washapotea. Wale ASEC Mimosa bado wana nguvu. Kwa hiyo tunakwenda katika ligi bora kwenda kuchukua wachezaji Afrika Magharibi ambako kuna talent kubwa. Ivory Coast ni miongoni mwa mataifa yenye talent kubwa. Kwa hiyo kuona nyota wao wanakuja, kina Pacome, akina Stefan Aziz Ki, akina Sujan Shale Ahwa na kadhalika, hata nyuma ya hapo pia tuliokuwa nao wengine, hii ni kwa sababu ya wachezaji hawa kuprove kufanya vizuri ndani ya ardhi yetu. Sasa nakuja kwenye swali lako la msingi. Ndio. Nimekupotezea muda? Hapana. Muelezee, umewasaidia watu kwa faida ya watu, umeelezea vizuri sana. Kwenye swali lako la msingi kuhusu Celestine Ekwe, ni striker, mshambuliaji wa mwisho ambaye pia ana uwezo kucheza kama inside left namba 10. Ni mchezaji ambaye
ana uwezo, ana sanaa ya kufunga mabao. Within this season ndio season yake bora zaidi kwenye career yake. Akiwa top flight amecheza timu mbili. Alianza kwenye kikosi cha Zoman. Zoman alifunga goli 7, aka-assist mara 4. Ivory Coast, ASEC Mimosas katikati ya msimu uliopita walipoteza striker wao anaitwa Kankonde, anatokea DR Congo. Walimchukua kutoka KCCA ya Uganda. Alienda pale akacheza kafunga, lakini baadaye kuna timu ya Morocco daraja la kwanza katokea na Msuri kamnunua. Kwa Kankonde akawa ameondoka. Badu alikuwa ameondoka pia. Serge Poku alikuwa ameshaondoka tangu mwanzoni mwa msimu. Sasa ASEC haina striker wa mwisho ambao anamtegemea, mwenye quality ya kuweza kuscore magoli na kuifanya ASEC kurudi tena katika makali yake, kwa maana kwenda kuchukua ubingwa. Mind you, msimu uliopita ASEC ilimaliza nafasi ya 4. Msimu wa 2023-2024 ilimaliza nafasi ya 4. Bingwa alikuwa San Pedro. Kwa hiyo wanataka kurejesha makali yao. Wanarudisha vipi makali yao? Lazima uwe na striker mwingine pale juu. ASEC ni uza. Kwa hiyo yule striker ambaye alikuwa naye yule Kankonde walimuuza, lakini wanatafuta striker mwingine. Quality kabisa. Quality. Wakaenda Zoman. Zoman yule striker sana anafanya vizuri. Kafunga goli 7, assist 4. Ndio wakamchukua yule kwa mkopo on loan kutoka Zoman FC, wakampeleka kwenye kikosi cha ASEC. Baada ya kufika huko kwenye kikosi cha ASEC, huku nako yani manake duru la pili la ligi sasa. Huku nako amefunga magoli 6, ameassist mara 6. Magoli 2 katika michuano ya kimataifa. Umeelewa? Jumla amefunga goli 8 akiwa na ASEC. Sio? Na ameassist mara 6. Lakini ukiachana hayo magoli 2 ambayo amefunga kwenye mashindano mengine, tukija katika ligi ya ndani, amefunga jumla magoli 13. Kule alifunga 7, huko 6. Jumla magoli mangapi? 13. Si ndio? Assist kule alitoa assist 6, huku 4, jumla 10. Kwa hiyo maana yake amehusika kwenye mabao 23 ya katika msimu huu akiwa na timu mbili tofauti. Huyo ndo Celestine Ekwe. Sasa baada ya kuwa kwenye kikosi cha ASEC Mimosas, wakapambana wakaiwezesha timu kumaliza mpaka kwenye nafasi ya pili. Yes, Stade d'Abidjan ndo namba 1. Wao ASEC nafasi ya pili. Lakini huyu kwa namba hizi hakuna mchezaji ambaye anasogelea hizi namba, kwa sababu vinara wa magoli wako wawili. Wote na magoli 14. Yeye na goli 13. Kwa hiyo top scorer maana yake ni tuzo ambayo automatic haimuhusu. Sawa. Lakini ana nafasi ya kuwa MVP kwa sababu namba zake ni bora na ameisukuma ASEC kutoka nafasi ya 4 msimu uliopita mpaka nafasi ya 2 msimu huu. Umenielewa? Na tayari amehusika kwenye mabao 23, maana yake huyu ndo mchezaji mwenye namba bora zaidi kwenye ligi ya Ivory Coast kuliko mwingine yeyote. Na tayari majarida mengi ukifuatilia vyanzo mbalimbali vya habari kutoka Ivory Coast clearly wanamtaja kama huyu ndo anaenda kuwa MVP wa Liga ya Ivory Coast. Kumbukwe, tuzo za Liga ya Ivory Coast bado hazijafanyika. Yes, lakini viashiria vyote, picha ya jumla inaonekana kabisa kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kumbeat Celestine Ekwe kwenye kuchukua tuzo MVP. Lakini good thing ni kwamba ni mchezaji ambaye ameprove kwenye timu mbili tofauti within a single season. Huku unafunga 10+ goals na huku unahusika kwenye 10+ goals na huku unahusika kwenye 10+ goals. Maana huyo mtu ana kitu. Hizi tetesi za kwamba kuna timu inamnyemelea, inamtolea macho huyu mchezaji ni za kweli, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unafuatilia pia tetesi kule Ivory Coast, unafuatilia tetesi huku Tanzania kwenye vyanzo vyako, vipi vinasemaje? Yes, ni taarifa ambayo binafsi kwanza nilianza kuisikia huku Tanzania. Ni taarifa ambayo nilianza kuisikia Tanzania kwamba Simba na Yanga wote wawili wanamhitaji huyu mchezaji. Lakini nikauliza Ivory Coast kwa sababu na maswahiba, kuna ndugu yangu mmoja tu Boris. Tena anafanya kazi kwenye kituo kimoja kikubwa sana cha pale Ivory Coast, alinithibitishia uwepo wa hizo taarifa kwa kule Ivory Coast pia kwamba Simba na Yanga wanahitaji huduma yake huyu Boris, huyu Celestine Ekwe. So kwangu mimi sikushangaa kupata hiyo taarifa. Kwa nini? Kwa sababu tayari season 3 zilizopita za mwisho wachezaji wao bora wamekuja ndani ya ligi ya Tanzania. Wameclick, watu wameprove. Ndio, ukiangalia kwa namna ambavyo anacheza, umemwangalia na namna yake ya kucheza na mahitaji ya namna timu zetu ambazo zinacheza sasa hivi, ukiangalia anaweza kuja kufiti kwenye style. Maana sehemu ya ushambuliaji ni sehemu tofauti kidogo na ambazo wamekuja wengine. Ni sehemu ambayo inahitaji zaidi ufunge. Unaweza kuwa unacheza vizuri, kwa maana ya kufunga sasa ndio inakuwa shida. Drogba mtupu.
Anyways, ni kwenye swala la kufunga, hiyo sanaa ipo kwenye miguu yake. Wewe Isaya nadhani utakuwa umemuona. Wewe ulikuwa unaangalia michuano ya kimataifa? Ndio. Au kuona kashikashi zake? Ligi ya Ivory Coast mimi huwa naangalia kupitia Facebook. Lakini ukija katika michuano ya kimataifa pia alimecheza, performance wise ilikuwa beta. Na huku nadhani ndio nilimuona vizuri kwa sababu unamuona kwenye screen kubwa ya television. So nilijithibitishia juu ni mchezaji ambaye yuko powerful, energetic enough, physically fit, na hiyo ni nature tu ya wachezaji wengi kutoka Western Africa. Wengi wanakuwa wako fit automatic. Lakini hata ukimwangalia kwa picha, yani kwa picha tunataka moja moja anacheza. Ukimwangalia unaona ile jamaa liko fit kwa vile alivyo. Hata Ipe watu walimwangalia kama yuko fit kwa maana ya physical appearance. Yes, lakini Ipe aliprove wapi? Sasa ukizungumzia Ipe ndio unazungumzia kipindi hicho ambacho hizi timu zilikuwa zina uchumi, uchumi huu ambao uko sasa hivi. Kwa hiyo ilikuwa tunasajili wachezaji kutoka mataifa makubwa, lakini wale average player au wachezaji wana daraja. Kuna top, kuna average. Afu kuna wale akina mimi. Kuna wachezaji hata mimi naweza kucheza ligi kuu pia. Wa kuunga mwana. Yes, kwa hiyo nategemea mmeenda kumchukua huyu atoke wapi. Lakini hilo jambo moja, jambo la pili, Isaya, haimaanishi kwa sababu Celestine Ekwe eti kwa sababu ni mzuri basi lazima tuaje kuclick hapa. Sio maana yake. Anaweza kaja mambo yakaenda tofauti. Lakini hapa nazungumzia tu overall kwa ujumla wake. Nakata tupige nyingine. Sawa.